Nadhani kila kitu kimeenda sawa sawa. Kama unavyosema bosi kubwa. Mambo yote yameenda vizuri. Ulivyotuambia tumetekeleza kama ulivyosema. Tumemuua mama mtu, pia na baba mtu pia tumemuua. Kwa hiyo chongo wote umekaa safi kabisa. Lakini mle ndani kuna house girl. Na sijasikia taarifa yake hapo. House girl, mtoto, mimi naona hilo ni jukumu lingine. Maana tumekubaliana kwamba tumuue mke wake pia na mwenye nyumba. Niliwaambia teketezeni chote kilichopo mule ndani. Hasa kwa nini mmewacha? Hamjui kama wale wanaweza kuleta madhara baadaye? Sikiza nikwambie mwanangu. Unajua situfanye sisi watoto wadogo. Kazi ilikuwa ni kumuua yule mzee pamoja na mke wake. Na sisi hivyo ndio tulivyofanya. Sasa saizi anakuja kutuambia habari za mfanyakazi sijui na yule mtoto, sisi hatuzijui. Sasa basi. Kama unataka tukamuue yule mtoto na yule mfanyakazi, hata malipo vile vile inabidi uongeze. Tena na malipo ya raundi inabidi yawe makubwa kwa sababu pale tayari imeshakuwa jamu. Ina maana tunaenda kubeti. Huenda tukapotea sisi au tukapoteza kile unachokitaka wewe. Kwanza kabisa niwatoe shaka. Ile nyumba mimi naijua ndani nje. Hakuna hata siku moja mtu amekuja kugonga hodi kuomba hata chumvi. Wala haina ukaribu na jirani yoyote mnemjua nyewe. Kwa hiyo kuhusu salama wenu hiyo kuweni na amani. Na kwa swala la kuwa hii ni issue ya pili, nyie kafanyeni kazi. Then mengine tutajua namna ya kufanya. Sawa, maana kama umeamua hivyo jambo zuri. Tunatekeleza na wewe mwenyewe utafurahi. Hiyo ni mission nyingine kwa sababu itakuwa ni mission ya pili sasa. Kwa hiyo nakuhakikishia mambo yatakaa sawa. Sisi tumekuwa wepesi kwenye kazi zako. Natumaini kwenye malipo yetu na utakuwa mwepesi vile vile. Tusije tukabadilikiana, tutachenjiana mbele ya safari. Don't worry about money. Be careful. Haiwezekani. Nimetumia pesa nyingi sana kuwaleta ninyi. Nimetumia gharama za kutosha kukodi hizi silaha. Afu leo from nowhere tu mnarahisisha tumesema haiwezekani. Hivi mmejiuliza kwamba yule binti akitokea kwenye mikono ya polisi itakuwaje? Bosi kubwa. Mimi ninachoona utupe nafasi nyingine maana yake muda bado. Tugee nafasi tena tukufurahishe. Kwa Jay. Sikiliza nikwambie mwanangu, au sio? Unajua bwana asituchukulie sisi wapuuzi, asituchukulie sisi maboya sana. Kumbuka mission ilikuwa sio kumuua yule mfanyakazi au yule mtoto. Mission ilikumua yule mzee na mke wake. Na tayari tumeshafanya hivyo. Huyu kwenye pesa huwa anakuaga na janja nyingi sana. Oya mwanangu, usitake tukaonana wabaya. Naomba utumalizie pesa yetu, si tujikatae. Habari za huyo mfanyakazi na huyo mtoto utajijua mwenyewe kwa sababu sio makubaliano yetu. Nadhani unavuka mipaka sasa. Si ndio?
Samahani dada, siku nyingi tunaonana tu kwenye uchafu, kubeba takataka, hatujafahamiana. Mimi naitwa Masanja. Na wewe dada unaitwa nani? Naitwa Asnati. Asnati. Mbona wewe dada ni mwanamke mwenye muonekano mzuri, unabeba takataka, hauoni kwamba unajiharibu dada yangu? Kazi ngumu hizi tuachie sisi wanaume. Kaka, ni maisha tu na hala si vinginevyo, na ndio maana nimeamua kufanya kazi hii. Na mimi sioni kwamba eti kazi kama ina mwanaume na mwanamke. Hapana, kazi ni kazi tu, mradi mkono uende kinywani. Kwa hiyo ninafanya kazi hii ili nipate riziki mimi na mama yangu. Nitakachokipata basi nagawana na mama yangu. Kwa sababu jinsi ninavyokuuliza hivyo, kuna wanawake wenzio wanapata hela kwa kutumia kuuza miili yao na mambo mbalimbali ambayo hayako kwenye msingi. Sasa wewe unabeba uchafu, hauoni kwamba unajiumiza mwili wako? Mimi sioni kama najiumiza. Alafu katika hilo kundi la wanawake unaosema wanaojiuza, mimi sio miongoni mwao. Mimi ni mwanamke tofauti sana. Ninafanya kazi ngumu ili niweze kujiingizia kipato na si niuze utu wangu ili nipate tu kuishi. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Na swala zima la kusema kwa wanawake kuwa kwenye miji yao, sio kwamba sitamani, natamani sana kuwa kwenye mji wangu. Na mimi pia natamani niwe na maisha mazuri. Lakini sitaki kukaa na wanaume kwa sasa kwa sababu wanaume ni wabaya sana, akiwepo babangu. Babangu ndio aliyesababisha mimi mpaka niwe nafanya kazi ngumu kiasi hiki. Yeye alimtelekeza mamangu na akamfanya mamangu kaishi kwenye maisha magumu sana. Aliyakuwa kaniacha nikiwa bado mtoto mdogo. Kwani yeye hakujua umuhimu wangu kwake? Na ndio maana anasema wanaume wabaya na siwapendi. Dada, mbona umefikia kiasi hicho kuwachukia wanaume? Wanaume si wabaya wote. Wapo ambao wanajielewa. Inatakiwa wewe na muonekano wako huo mzuri uko kwako. Sio unajichafua matakataka na uchafu. Wewe ni dada kwamba unajizalaulisha kwa watu. Kama maisha yangu yamepangiwa kubeba takataka paka nitakufa, basi acha nibebe taka paka nife. Lakini usiniambie kwamba eti niende nikaanzishe mahusiano. Siwezi nikaanzisha mahusiano kwa sababu sipendi kuanzisha mahusiano nikaja nikateseka kama alivyoteseka mamangu. Na siwezi nikamzaa mwanangu akaja akaishi maisha kama anayoishi mimi mamake. Samahani sana kakaangu. Naona tunaongea sana, alafu pia nimepumzika vya kutosha. Naelekea cheo, kuna uchafu naenda napitia kwenye nyumba za watu pale. Hivyo naomba nikuache. Haya dada. Haya, kazi njema. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, za kazi? Salama tu hivyo. Hivi mama, hivi haya maisha tunayoishi ni mpaka lini? Hivi sisi tutakuwa ni watu wa hivi mpaka tunakufa kweli mama? Mimi siwezi maisha haya. Mama,
Kama ulikuwa hauna uwezo mzuri wa kuniandalia maisha yangu ya baadaye ili ukanileta duniani, kwa nini ulinizaa? Hivi unajua mimi mama napata shida kiasi gani? Mama, uko barabarani, mimi nachekwa. Wananiona kama chizi. Hebu angalia, kula yetu sasa hivi mimi mpaka nichezee uchafu. Kweli mama? Maisha haya mimi nitaishi mpaka lini? Huyo baba mwenyewe, mpaka leo nikikuuliza story ya kuhusu baba yangu huniambii. Unakuwa unanificha ficha tu kila siku. Kwa nini alinitelekeza? Mwanangu, kuhusu swala la baba yako, unaponitajia tu neno baba, unanitonesha kidonda. Unatonesha kidonda ndani ya moyo wangu ambacho kilikuta kimeshaanza kupona. Mwanangu, mshukuru Mwenyezi Mungu, una macho, una mikono. Kuna watu walemavu hawajiwezi chochote. Leo hii angalau unasukuma hata huo uchafu, mshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu hata uwezo wa kusukuma hawana. Sawa mama, hutaki nikutajie kuhusu baba. Lakini vipi kuhusu maisha yangu? Maisha yako mwanangu anayajua Mwenyezi Mungu. Na wala usiwe na mawazo mabaya yoyote. Mungu ndio mpangaji wa kila kitu. Mwenyezi Mungu anatuona tunavyohangaika mwanangu. Unaniona mama yako hapa, unaona kutwa nipo, unaona bidhaa ndo hizo. Sasa ni kumuomba Mwenyezi Mungu tumshukuru hata kwa riziki tu anaotupa tunapata kupata chochote. Iko siku mwanangu, haya yote yatakwisha. Hapana mama. Kama huyo Mungu yupo, kwa nini sisi hatuoni? Mwanangu, yote kwa Mungu madogo, iko siku yote yatakwisha. Mungu ndio muweza wa kila jambo. Hakuna fukara yote anayetabirika. Ongea tu nadhani ni rahisi. Unajua mimi ni wakati gani napitia kule mtaani mama? Unasema kwa sababu wewe unabaki nyumbani mamangu. Mimi nateseka kule mama, naozalaulika. Hakuna mtu anayenitaka mimi. Watu wote wananizihaki kwa sababu ya kazi ninayoifanya mimi. Hapana mwanangu. Iko siku yote haya yatakwisha. Mimi mwenyewe mama yako naelewa kabisa kwamba ufukara ni kashfa. Lakini iko siku yote hayo yatakwisha. Kwa Mungu ni madogo mwanangu. Kuwa na subira. Hapana mama, mimi nakataa. Laiti kama huyo Mungu angekuwepo basi angetusaidia na sisi. Tungeishi maisha mazuri kama wanaoishi wenzetu. Kwa nini sisi tunateseka tu kila siku? Kwa nini sisi tunahangaika kila siku mama? Mimi maisha haya siyawezi, nimechoka. Mwanangu, iko siku utasahau yote mapito hayo ulopitia. Mwamini Mwenyezi Mungu, ndio mpangaji wa kila kitu. Yuko wangu na biashara hapa. Bibi, biashara gani tena? Na biashara ya utamaduni. Mtuone. Ila bibi, hizi si ndio zile wanaonekana wadada wanazovaa hizi ni wahuni? Hapana. Huwa watu wanapotosha. Zinatumikaje kwanza? Hapo nielekeze. Hizi shanga sasa mjukuu wangu. Shanga bibi ni utamaduni wa kuvaa kiunoni. Kiuno chochote kinatakiwa nakshi. Mimi bibi na kukaa kote huko mjini hivi vitu situmiagi. Sasa badilika. Yaani hii ni sawa na sikio unavyoliwekea hereni ndio sawa na nani. Niambie basi bibi hata faida yake labda. Faida yake sasa mjukuu wangu. Babu akija anafurahi. Haya, bei gani? Bei bibi, hizi shanga kuna wa 3,000, kuna wa 5,000. Wa 3,000 maana bei kubwa. Wa 3,000 huwa. Huu ndio 5,000. Huu wa 5,000. Huu wa 3,000. 3,000. Wa 5,000 mzuri. Mzuri sana. Tena kwa rangi yako. Utanifaa bibi. Bibi utakufaa. Haya, ngoja tuchukue, sio mbaya, tukajaribu. Haya, asante. Haya bibi, asante. Haya, asante. Nashukuru sana. Haya bibi.
Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Za kazi. Alafu mbona nakuona kama huko sawa Asnati? Kuna nini? Mama, wewe acha tu. Kuna vitu vinanisumbua sana kwenye akili yangu. Najua mfafanuzi haswa wa maisha yangu ni wewe. Mama, unatambua kwamba mimi nimeshakuwa mtu mzima. Kwa sasa ninajielewa. Ninajua zuri na baya. Japo najua bado unaendelea kunifundisha. Lakini mama, mimi kuja kwangu mapema leo, kuna jambo nilikuwa nahitaji nizungumze na wewe. Naomba tu niweke wazi mamangu. Babangu mimi yuko wapi? Na babangu mimi ni nani? Asnati mwanangu, mimi nafikiri sio kipindi cha kuulizana kwamba baba yako yuko wapi. Hapa mwanangu, inatakiwa sisi tukae tujikite kwanza kwenye mambo ya biashara. Unaona mwanangu unavyozoa taka namna hiyo. Mama yako unaona nahangaika. Nafanya ujasiriamali mdogo mdogo, niuze shanga, dawa za kunguni mara hivi. Ili mradi tu tuendelee kuishi mimi na wewe. Halafu siku ya leo mimi nimechoka sana. Si muda wa kuniuliza maswali. Utaniharibia siku mwanangu. Mama, unatambua fika sina mtu mwingine wa kuongea naye kuhusu swala hili. Unatambua kuwa sina mawasiliano au mazoea na watu. Mtu niliyekuzoea ni wewe peke yako. Nitaenda kumuuliza nani mwingine kama nisipokuuliza we mamangu? Mwanangu, mimi pia najisikia vibaya. Na pia sipendi unapokuwa unaniuliza hivyo. Umekwisha sema we huna mwingine zaidi ya mimi mama yako. Sasa naomba kama unaelewa hakuna mwingine zaidi yangu, basi sikia ninayokueleza. Unanielewa Asnati mwanangu? Basi sawa mamangu. Kama nitakuwa nimekukosea kukuuliza hili swali, naomba tu nisamee. Hujakosea, ni haki yako, ila nashukuru kama unanielewa. Sasa nikwambie kitu mwanangu. Mboga mimi nimekuja nawe, nenda kawashe moto ubandike chungu, songe ugali tule. Sawa mama. Haya nenda mwanangu Asnati. Nenda shogangu. Oh, ala mama. Yalo. Mama. Mama, shida nini? Naumwa mwanangu. Mama, lakini mbona nimekuacha asubuhi nzima? Hii hali imeanza saa ngapi? Tangu jana nilikuwa naumwa kidogo kidogo. Hasa kwa nini hukuniambia mapema mama? Anza toka pale nauza shanga. Kasikia baridi. Yala. Mama, mama. Oh. Sasa sijui tunafanyaje mama. Na leo toka nimetoka asubuhi sijapata hata hela. Mama, kwani unajisikiaje? Mama, basi jikaze kidogo. Natoka sasa hivi, nitarudi sawa mama? Narudi sasa hivi mamangu eti.
Karibu. Asante mama. Mbona saizi halafu unalia? Nini shida? Mama, acha tu. Nina shida sana. Mama, nadhani mimi unanifahamu vizuri. Mimi nimekuja na shida. Naomba unisaidie. Mamangu ana hali mbaya. Yaani hawezi hata kunyanyua mkono wake mwenyewe. Naomba hata kama una kiasi kidogo nisaidie ili niweze kumpeleka mamangu hospitali. Tafadhali nakuomba mama. Sawa. Nisubiri kidogo. Shika pesa. Chukua. Mama, asante. Asante sana mama. Usijali. Hebu mpeleke kwanza mama hospitali, sawa? Halo. Yaani unabibu badala ya kupiga? Ndio, unataka kuja? Hapana, hutonikuta kwa sababu una safari, nataka nitoke naende bandarini. Mzigo wangu umefika. Labda atakucheki baadaye kidogo. Na mke wangu. Mbona mbio mbio jamani? Nimepigiwa simu, nimeambiwa mzigo wetu umefika bandarini. Ndio nataka niufuatilie. Basi sawa, lakini mimi nilikuwa na maongezi. Yapi hayo? Unajua mume wangu, Mwenyezi Mungu katujalia. Ndio. Katupatia mali nyingi sana. Hivi kwa nini tusitoe walau hata robo ya mali yetu kuwasaidia maskini? Una maana gani kusema? Vizuri. Huyu binti huyu mbeba taka. Ndio. Hivi kwa nini tusimchukue tukaishi naye hapa ndani kama binti yetu wa kazi? Unajua mke wangu, kwa nini umelichukulia haraka hilo jambo pasipokuwa na subira? Unajua yule binti ni chokora, mpita-pitaji njiani, yawezekana amedokota vitu vya watu njiani au ana sifa hiyo. Utamwamini vipi haraka namna hiyo? Mume wangu, kuna vitu vingine vya kuangalia tu na macho. Kwa haiba alionayo yule binti, asingebeba taka kama angelikuwa na tabia mbaya. Angekuwa kashajiingiza katika makundi tofauti, lakini mpaka anabeba taka, basi ni binti ambaye ana ustahimilivu na uvumilivu wa hali ya juu. Kwa usiwe na shaka naye. Hebu tumsaidie. Ni kweli mke wangu umeongea maneno sahihi, lakini mimi naona hili swala ni mapema sana. Madhari umeniambia, ngoja na mimi nifanyie kazi. Nitakupa majibu. Sawa. Naomba niruhusu nitoke. Haya, asante sana. Mama na baba, nimekuja kuwashukuru kwa msaada ule mlionipa. Kiukweli bila ya nyinyi, leo hii mama wangu asingekuwepo tena duniani. Ninawashukuru sana. Kwa sasa mama wangu anaendelea vizuri na tumesharuhusiwa hospitali. Hivyo yupo nyumbani tu, anaendelea kutumia dawa zake kama kawaida. Nikaona sio vema nikae bila kuja kutoa shukrani zangu za dhati. Hivyo ndio maana nimeona bora nije niwashukuru moja kwa moja. Ninawashukuru sana kiukweli. Japo najua sina
cha kuwalipa. Najua Mungu yeye ndo atakayewalipa. Mama, usimkufuru Mwenyezi Mungu kwa kuongea maneno mengi. Taarifa zako nilizipata kutoka kwa mama. Haya ni mambo ya kimaisha tu, majumba, magari na nini, vitu vya kupita. Kinachotakiwa ni kumshukuru Mungu kwa yote. Pamoja na hayo, pia niliongea na mume wangu akupe nafasi ya kazi hapa ndani. Tuishi wote hapa, uishi kama binti yetu wa kazi. Kiukweli niliumia sana kuona binti kama wewe unafanya kazi ya kuzoa taka. Sawa, ni sehemu ya kupatia riziki, lakini kiukweli sikupendezwa. Mimi kama mwanamke nikaona ni bora nikusaidie kwa sababu uwezo wa kukusaidia ninao. Tutaishi wote hapa, usiwe na wasiwasi wowote. Mama na baba, ninashukuru sana jamani. Najua sina cha kuwalipa, lakini najiona kama sina hadhi ya kuishi kwenye hii nyumba, lakini kwa msaada wenu nashukuru sana jamani kwa kunisaidia. Nilikuwa najiona kama ni binti nisiyekuwa na hadhi ya kuishi kwenye nyumba kama hii, lakini leo hii mimi nakuja kuishi kwenye nyumba yenye hadhi kama hii. Asanteni sana jamani. Najua sina cha kuwalipa, ila Mungu ndiye atakayewalipa. Asanteni sana. Mama, usiongee maneno mengi ikafikia hatua ukamkufuru na Mwenyezi Mungu. Nashukuru nilipata taarifa kutoka kwa mama yako, alinieleza na tulikaa tukayatafakari, tukawa tumechukua maamuzi haya ya kukaribisha tuweze kuishi wote hapa. Ninachokuomba, tulia, karibu sana, tuweze kuishi katika nyumba hii. Haya ni mambo ya kimaisha tu ya kidunia. Nyumba, magari ni vitu vya kawaida tu vya kupita. Usijisikie vibaya mpaka ukafikia hatua kumkufuru Mwenyezi Mungu. Tulia mama, tulia. Karibu, inuka ukae. Basi jisikie mama uko huru. Karibu sana. Nashukuru sana. Sasa. Sasa mke wangu, mimi nadhani tumeyapunguza. Ngoja nikajipumzishe. Haya, asante sana. Mama, karibu sana. Jisikie uko huru. Asante. Ngoja nikapumzike. Asante. Haya, asante. Pole sana binti yangu. Utaishi na mimi hapa. Wala usijione kwamba wewe labda ni binadamu tofauti. Hapana. Binadamu wote tuko sawa. Asante. Najua sina cha kukulipa. Mungu ndiye atakulipa. Asante. Kwa huu sawa, utaishi na mimi. Asnati mwanangu, mimi nashukuru sana mwanangu kwa kupata kwako kazi. Nilikuwa nikikuasa kila siku nakwambia mwanangu, Mwenyezi Mungu ni muweza wa yote. Na kila mwenye kusubiri hakosi fungu lake. Nafikiri mpaka hapo leo umeamini mama alikuwa na maana gani wakati alipokuwa akinipa moyo. Sasa mwanangu, mimi nina nasaha zangu ambazo kama mzazi nataka nikueleze. Kwanza kabisa, heshimu nyumba unayokwenda kufanya kazi. Naomba unisikilize kwa makini na tena unielewe Asnati. Usije ukawa wewe ndio mwenyeji sana ndani ya nyumba ile. Wewe ndio uwe mama mwenye nyumba pale, wewe nani? Kuwa mtiifu, kuwa mwadilifu. Fanya kazi kwa ufasaha. Usifike mwanangu ulale, uamke saa 3 ukisemeshwa unajivuta, unafanya hivi, haipendezi.
naomba uwe mwadilifu ili usije ukaniangusha mimi. Angalia shida tulizozipitia mwanangu. Na leo hii Mwenyezi Mungu amekuona, anatuinua, umekwenda kupata kazi kwenye jumba la kifahari kama hivyo unavyoniambia mwanangu. Uone yote kama ni neema. Kwanza ninashukuru sana mamaangu kwa nasaha zako. Umekuwa ukinishauri kila siku na umekuwa wewe ni msaada wangu mkubwa kwenye maisha yangu. Kingine nataka nikwambie mama, palipo na dua zako hakuna chochote kibaya kinachonikuta mimi. Siku zote ninapata faraja pale unaponiambia maneno ya busara, pale unaponiambia nisifanye kitu chochote ambacho kitaendana kinyume na maisha yangu mimi, ambacho kitakuja kunizuru baadaye. Nimekuwa nikikufuata mamangu. Watu wanasema watu wengi huwa hawawasamini wafanyakazi, sio kweli. Mfanyakazi mwadilifu huwa anapewa thamani. Uadilifu wako mwanangu utakufanya wakuongeze mshahara. Kwanza watakutoa kabisa hata katika ufanyakazi, pamoja na kuwa pale wewe ni msaidizi, watakuweka kama mwanafamilia ndani ya familia yao kutokana na uadilifu wako. Wewe kuwa hewala ukiambiwa hili, wewe kuwa usipende hata kubishana mara nimechoka mara Wengi wanashindwa kazi kwa utovu wao wa nidhamu. Nimekulea kwa uadilifu mwanangu. Sio ufike pindu nguo tena siku 2-3 unataka umvunjie adabu baba mwenye nyumba. Maana sisi tunayetoka kwenye ziki tuna matatizo. Kuna mwingine akifika basi anakuwa limbukeni, basi anaona jumba hili mara umekuwa mwenyeji, mara switch hiyo umekwenda umewasha, mara umefanya hivi mwanangu. Kuwa mwadilifu ili uweze kufanya kazi zako kwa ufasaha. Unaweza kukuta Mwenyezi Mungu akatusaidia mama tukabadilisha pagala letu. Unadhani snati? Kwa Mungu hayo yote yanawezekana. Ulijua leo utaacha kuokota taka mwanangu? Basi mwanangu nakutakia kila laheri. Uwe mwadilifu na pale kuwa mgeni kila leo, usijifanye wewe ndio mjuaji katika mji. Chochote unachokiona tofauti, muulize mama yako mwenye nyumba. Mwambie mama, hapa tufanyeje hapa hivi. Wewe kuwa mtu wa kutaka ushauri. Sio wa kulimbuka tu mara umefanya hivi. Sio kienda kunifezesha mwanangu, sikukulea hivyo. Nashukuru sana kwa nasaha zako. Kiukweli wewe umekuwa ni mtu mwenye thamani kwenye maisha yangu. Kwa sababu wewe umeijua shida yangu, wewe umejua thamani yangu ikoje. Na nachotaka kukwambia kwamba palipo na dua zako mama, hakuna kitu kinachoharibika kwenye maisha yangu. Mimi nitaendelea kuwa Asnati, mtoto wako mzuri. Umenifundisha maadili mazuri, umenifundisha tabia nzuri, na kuahidi mama, siwezi nikakuangusha hata siku moja. Kwa sababu nimekuwa nikiishi maisha yote nikijua kwamba Mungu hayupo. Unakumbuka siku ile mama? Uliniambia Mungu atatusaidia, Mungu atatusaidia. Nilikataa nikakwambia Mungu hayupo. Kama Mungu yupo kwa nini sisi hatusikilizi? Lakini leo kiukweli mama, yani sitaka niabudu kingine zaidi ya kumshukuru Mungu na wewe Mungu wangu wa pili. Kwa sababu wewe ndio umekuwa support yangu kubwa. Umekuwa ukinifariji, ukiona kwamba ninakata tamaa, lakini wewe umekuwa ukinirudisha katika msingi imara. Mama anavomlea mwanae anamrudisha kwenye msingi. Kiukweli mama, alafu kitu kingine nikwambie, yule mama mwenye nyumba yule, yani anaonyesha ananipenda. Katika maisha yangu toka nakuwa sijawahi kukumbatiwa na mtu kwenye hali yangu ya uchafu, lakini mama yule sijui tu Mungu amempa nini yule mama. Yani imefikia hatua ananikumbatia nikiwa mchafu. Huwezi kuamini mama, wakati wengine walikuwa wananifukuza, wananimwagia paka maji machafu, lakini hakujali kama nanuka, hakujali kwamba mimi ni mchafu kiasi gani. Alinishika, akanikumbatia na akaniita binti yake. Na mwisho wa siku akaniambia kwamba anataka niwe mwanafamilia wa ile nyumba. Sasa mimi nataka nikuahidi, nitafanya kazi kwa bidii na juhudi zote ili baadaye nije kuwa mwanafamilia wa ile nyumba. Alhamdulillah mwanangu. Inshallah na Mwenyezi Mungu atakubariki
na mimi nakuombea mama, uyazingatie kwa makini. Sije kawa siku mbili tena nisikie bibi mkubwa mwanawe hivi, hapana. Yaani mama, jamani, Sijui tu nikiingia kwenye ile nyumba. Yaani mama, ile nyumba ni kubwa. Nyumba ina kila kitu. Yaani nyumba imezunguka kochi, sebule nzima, TV. Mama wewe. Yaani kwa mwanao naota niingie kwenye. Mbadilika. Unaona hata sasa mwanangu na wewe unapendeza. Unaona hata mashabu yeye anaweza kujajaa. Lazima nipendeze. Jambo la heri. Unanitunza jamani. Ana maana zamani kwa sikutunza. Siwezi kuzidishi. Kwa ajili ya nini? Kwa nini zamani kutunza na hivi sasa kwa nini zidishi? Unajua kila siku nakuishi wewe ndani. Kila siku wewe. Siku zinabadilika. Mimi nahisi kwamba labda kwa ajili ya binti naye anaongezeka, anakupa faraja. Karibu mzee. Oh mama, asante sana. Asante sana. Shukrani. Mama, usiondoke. Hebu karibu uketi. Mama, nimekuita. Nimeshaongea na mama yako. Nimempa pesa. Ataenda kukufanyia shopping mjini. Utaenda kuchagua unachokitaka, atakulipia. Sawa mama yangu? Mama, baba, asanteni sana. Kiukweli mmenifanya nijione kama mtoto wa pekee kwenu. Siwezi kuzungumzia furaha yangu, lakini nyinyi ndio watu wa muhimu ambao mmenifanya mimi mpaka sasa hizi nimefikia hapa. Kiukweli nimekuwa sasa hivi msafi. Nimekuwa msichana ambaye hata nikitoka kila mtu ananiangalia na ananisemea vizuri, si kama nilivyokuwa mwanzoni. Najisikia vizuri kwa sababu nyinyi mmekuwa kama wazazi wangu ambao mmenizaa kabisa. Hamjawahi kunibagua toka nimefika hapa. Unajua mama, hata maandiko yanatufahamisha tufanye hivyo kwa kila mtu, na hasa watu ambao wenye matatizo. Kwa hiyo hiyo ni wajibu na ni kawaida. Kwa hiyo ni maisha tu. Leo unacho, kesho unaweza kukosa. Kwa hiyo ndio hivyo mama. Asante. Asante mama. Naomba wewe nenda kaendelea na majukumu yako. Haya. Inabidi ukamfanyie hivyo binti. Sawa? Sawa. Haina sawa. Umeona mume wangu? Ndio. Ni binti ambaye ana adabu sana huyu. Kweli kweli. Japo mwanzoni ulimtilia mashaka. Sana. Unajua? Ndio. Ukipata binti wa kazi ambaye kapitia maisha magumu sana, huo wanadumu sana katika kazi zao. Kweli. Na huwa unazitunza kazi zao, hawatamani kupoteza kazi zao ili wasije wakarudia yale maisha ya zamani walikuwa wanaishi. Kweli kweli. Kwa hivyo huyu mimi nahisi ni binti ambaye tutadumu naye sana. Kweli kabisa. Hilo neno umeongea. Ni kweli, hata nyumba kidogo naona imechangamka. Unaona bwana, hata mimi mwenyewe najisikia raha hata kukaa nyumbani, tunaongea, tunacheka. Najisikia raha, sio kipindi kile ulokuta. Kwa kweli nyumba ilipo haya. Ni kweli mume wangu. Nashukuru sana. Basi itabidi umfanyie hivyo. Sawa? Asante sana. Vipi kuhusu simu? Si ulisema utanibadilishia simu? Aha. Basi nashukuru kwa kunikumbusha kesho. Mama, karibu sana upaone na kufanyia kazi. Yaani mama, hata wewe mwenyewe ukiingia utafurahia mwenyewe yani. Kuna kila kitu humu ndani. Kuna makochi mama, kuna TV hiyo. Na ndio nilichokuwa nakitaka mimi kwenye maisha yangu. Yaani laiti kama nyinyi wewe na baba mgenitengenezea maisha haya, mimi wala nisingekusumbua mama yangu. Njoo basi upaone. Mama. Asnati, hapa ndo unapofanya kazi? Ndiyo mama. Mwanangu, hapa sio salama kwangu mimi hata kwako. Na kwenda siwezi kuingia ndani. Mama, sasa tumetoka
tumetoka huko kote tumefika hapa ndio narudi kweli jamani? Mama, Mama. Mama. Sasa jana ndio umefanya nini? Tumetoka hapa vizuri. Tunafika getini unagoma kuingia ndani. Kweli mama jamani? Unajua fika ile nyumba ndio inatufanya sasa hivi tunakula vizuri. Ile nyumba sasa hivi ndio inanifanya mimi navaa vizuri. Basi ungeingia hata ndani ukaonana na mabosi wangu. Sasa wale watu wao wamekukosea nini? Vile unavyosema kwamba ile nyumba sio nzuri kwako wala sio nzuri kwangu. Sasa mama, wewe unategemea kwamba kila mtu utakuwa unasema kwamba ni mbaya. Umenikataza nisiwe na mahusiano na watu. Nimekubali. Umenikataza nisiwe na mahusiano na wanaume. Nimekubali. Bado na ile nyumba imekuwa mbaya mama kweli jamani? Yaani tumeondoka vizuri, tumepanga kabisa unaenda kuwaona mabosi wangu. Leo hii tunafika pale unagoma kuingia ndani. Sasa mama fikiria jamii itakuchukuliaje? Kama kila mtu wewe kwako mama mbaya, kila mtu kwako mbaya, mwisho wa siku jamii inakuchukuliaje kama sio kusema mama yangu mimi ni mchawi? Wanaweza kusema mchawi, hutaki kujihusisha na watu. Mama jamani, Embu basi kuwa hata na utu basi. Tuwe basi tunaenda hata tunaongea na watu, unaongea na watu vizuri. Maisha yanaendelea jamani. Mwanangu Asnati, usichokijua ni usiku wa giza. Kweli naweza kuwa nimekosea na pia naweza kuwa nilikuwa sahihi. Unamaanisha nini kusema? Kwanza kabisa napenda nikufahamishe. Mimi si mama yako mzazi niliyekuzaa. Mimi ni mlezi tu baba. Mama. Yaani mimi kuongea hivyo labda ndo nimekufanya wewe nikatae kwa useme sio mama yangu. Mama, nisamee basi kama nitakuwa nimekosea. Usinikatae hivyo tu kwa sababu nimeongea. Ilikuwa ni hasira tu kwamba wewe uligoma kuingia ndani na mimi nilitaka kuone mzazi wangu. Nisamee mamangu, usinikatae. Mwanangu, ustahili hata kuniomba msamaha. Hichi ninachokueleza ndiyo cha kweli. Mume wangu, mimi nimekuelewa kwa hili swala. Lakini huoni kama ni mapema sana kumwamini mtu ambaye ni baki tu huko, ambaye hujaonana naye kwa muda mrefu sasa? Mimi sikatai umesoma naye ndio, lakini watu wanabadilika sasa hivi. Yaani usimwamini mtu yoyote kwenye swala la hela. Sisi tuna ndugu zetu wengi. Mimi nina ndugu zangu na wewe pia una ndugu zako. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona tu bora labda ungeamua kuchukua ndugu yako au ndugu yangu uweze kumshirikisha kwenye mambo haya. Lakini kumwamini mtu mwingine tu huko jamani. Unajua mke wangu, aheri ufanye kazi na mtu baki kuliko ndugu. Ukimweka ndugu kwenye miradi yako, tegemea kuharibikiwa tu. Lakini ukimweka mtu baki, atafanya kwa weledi mkubwa sana. Kwa sababu anajua kabisa yeye hayo ndio maisha yake na kila kitu. Lakini ukimweka ndugu satamu, akitaka tu kujamulia kufanya atafanya. Kwa atakutia hasara huyo ndugu kuliko mtu baki. Kwa ndo maana nikaona nimlete yule jamaa wangu kwa sababu nimesoma naye toka primary mpaka chuo. Kwa hiyo naamini kabisa tunaweza tukafanya mambo mazuri sana kwenye miradi yetu. Sawa? Sawa. Ila kwanza ungekaa utathmini vizuri juu ya haya maamuzi yako. Sawa? Ni kweli. Lakini yule bwana mimi namwamini sana kuliko hata hao walionitajia.
Mimi najua mimi na ndugu lakini hebu tumpe nafasi huyu. Tumsaidie huyu, nafikiri anaweza akaja kusaidia ndugu zangu huko mbeleni. Kwa hiyo ni kutoa wasiwasi. Yule bwana mimi namwamini sana sana. Na matumaini yangu atafanya kazi kwa moyo mmoja. Haya bwana. Sawa. Nenda kamwangalie mtoto. Bwana atakuwa amelala tu. Baba Asnat. Nini tena? Mama Asnat. Muda wote niko huko ndani, haujaniambia chochote. Afu jua nimepigiwa simu mgeni wangu huko stendi. Niambia haraka mimi ni wapi. Baba Asnat, mimi siko tayari kabisa wewe mtu kuja huko ndani kwangu. Yaani haiwezekani uende kwa mtoe tu mtu huko sijui wapi. Mtafutie sehemu nyingine ya kukaa, sio huko ndani kwangu. Yaani mtu tu aje tandazi tu huko ndani kwangu eti kwa sababu sijui umesoma naye, sijui kitu gani. Hivi tuna ndugu wangapi wanaoteseka huko nje kwa sababu ya umaskini? Leo umlete mtu kwa sababu umesoma naye? Hapana kwa kweli. Mama Asnat, wewe ni mwanamke tu huko ndani. Na siku ile nilikapo na wewe kukushirikisha tu. Sio kwamba nilikuwa sina mawazo ya kufikiri. Nilikushirikisha tu kwa sababu wewe ni mke wangu na ufahamu baadhi ya mambo. Sasa naona unataka kuniingilia kwenye maamuzi yangu, si ndio manake? Mimi ni mwanamke wako, tena mke wako wa ndoa. Nina kila sababu ya kukataza wewe jambo na ukanielewa. Na nina kila haki zangu za msingi humu ndani za kukataza wewe. Hizi mali ni kwa ajili ya mtoto wetu. Siko tayari kabisa ulete watu wengine huko nje ulete humu ndani. Nimesema sitaki. Mama Asnat, usinipande kichwani. Yule ni rafiki yangu na ni lazima aje humu ndani ili tushirikiane baadhi ya mambo. Sasa basi. Naona kama unataka kunivuruga kichwa changu. Sitaki tena ujirudie upumbavu kama huo. Dada, karibu chai. Asante. Wewe rudisha huko, mimi sijisikii kula tena. Dada, uliniambia nikuandalie chai unayoipenda kila siku. Ndio nimesema. Lakini ndo na mimi nasema sasa hivi rudisha tu jikoni, nenda kaendelee na mambo yako. Andaa maji kwa ajili ya mtoto wako kaoge. Samahani dada. Kuna tatizo? Mimi niko sawa. Rudisha hivyo vitu jikoni, kaandae maji ya mtoto wako, muda ushaenda sasa hivi. Mke wangu. Mgeni huyu anaitwa Chambuso. Chambuso. Huyo ndio shemeji yako. Na huyu binti amelala hapo ni kijana wangu wa kwanza, anaitwa Hasnat. Na huyu ni kijana wangu wa kazi, anaitwa Zamda. Mimi kwanza nikushukuru sana kwa sababu ni binadamu wachache sana wenye kama wako. Lakini ninachoamini na nitaendelea kuamini kuwa wema hauozi na wema pia ni akiba. Right, kama tungekuwa tumeishi vibaya tangu sekondari mpaka chuo, japokuwa kwa umeniacha kidogo mwaka mmoja miwili hivi, sidhani kama tungekuwa tumefikia hapa tulipofikia leo. Kwa hiyo kikubwa mimi nashukuru sana juu ya hili tulipofika. Mama Asnat. Basi sawa, ngoja nitoke na mgeni akashangae mjini huko. Afu tutarudi baadaye. Twende bwana, ukashangae mjini hapo. Sherehe baadaye kidogo.
Ndio. Ulisema una mazungumzo na mimi. Sasa nafikiri huu ndio muda sahihi wa kuzungumza. Nilihitaji kuzungumza na wewe kwa sababu nina takriban ya siku 3 sasa hivi hapa na sioni chochote kile ambacho kinaendelea. Sasa niko nauliza maybe kunaweza kuwa kuna mabadiliko yoyote sijui. Hakuna mabadiliko yoyote, ila tu kuna mzigo ambao nilikuwa nimeagiza hapo nchi jirani. Nafikiri unaingia ndani ya siku 2-3 hizi. Kwa hiyo nafikiri ukifika ule mzigo basi tutaingiza kwenye frame yako, sito supply kwenye frame zangu zingine. Kwa hiyo ondoa shaka. Mimi nikushukuru sana juu ya hilo kwa sababu tangu nimalize chuo nimehaso sana uraiani. Na nakumbuka kuna mwalimu wangu mmoja wakati niko chuo pale aliniambia kwenye kila mafanikio ya mtu yote huwa anahitaji mtu mmoja tu ambaye anasaidia kufikia malengo na mafanikio yake pia. Sasa mimi nahisi wewe ndio yule mtu mmoja muhimu sana kwangu ambaye nitafikia malengo yangu na mafanikio yangu pia. Ondoa shaka, matumaini yangu yote yatafanikiwa tu. Ila natoka saizi. Tatizo lolote utakalopata, una shida yoyote basi tutamwona shemeji yako pale. Au usisite kunipigia simu. Hiyo haina shida, mimi hapa ni nyumbani bro. Hilo limeisha hilo bwana, limeisha ndugu yangu. Unajua nakumbuka mengi wakati tuko huko tunasoma japokuwa uko umeniacha kama mwaka kama mmoja hiyo tuko tunakaa chumba kimoja bwana. Basi sawa, haina shida. Haya. Johnny. Ndio boss. Huyu ni jamangu anaitwa Mr. Chambuso. Sawa sawa boss. Ni jamangu wa karibu sana. Sawa. Sasa nimemleta hapa ndio ili mshirikiane pamoja uweze kumpa uzoefu. Sawa. Kuna mzigo ambao nimeagiza. Kipindi anaendelea kusubiri basi akute anazoea baadhi ya mambo. Kwa hiyo Mr. Chambuso utashirikiana hapa na Johnny kama nilivyosema ili uendelee kupata uzoefu kwa sababu hizi biashara bwana inatakiwa ujue baadhi ya vitu. Sio tunakupeleka kwenye duka lako afu ndio unaanza sijui kinaitwaje. Kwa nafikiri kipindi unaendelea kusubiri basi tupo na Johnny hapa ataendelea kukupa uzoefu kwa namna moja au namna nyingine. Mimi kwanza nikushukuru sana kwa hilo. Sababu biashara kubwa kama hii na duka linaonekana limesheheni kweli kweli. Inahitaji ushirikiano wa karibu sana. Lakini mimi niwaahidi tu tutashirikiana vizuri na tutafanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na John, kitu ambacho sikielewi basi nitamuuliza. Sawa. Mama watoto nasemaje? Safi? Basi sawa. Nyinyi endeleeni. Sisi ngoja tukafanya majukumu mengine. Karibu Mr. Chambuso. Asante sana. Nafikiri ahadi zangu nilizokuahidi leo nimezitimiza. Kama unavyoona mradi ndio huu. Kwa hiyo wewe inatakiwa utabaki hapo ili uweze kusimamia. Mimi kwanza nikushukuru sana kwa hatua hii ambayo umefikia kwa sababu ni binadamu wachache sana ambao wana moyo kama wako wa kuwasaidia watu. Na pia nikuahidi tutafanya kazi kwa weledi, kwa kujituma na kwa bidii kubwa sana. Kwa sababu maisha niliyotokea huko tangu nimalize chuo nadhani baadhi unayajua na wengine wanajua huko ambao nilikuwa naishi nao huko. Kwa hiyo tazidi kupambana
kwa sababu haya ni maisha yangu na maisha yako pia. Kwa kikubwa ni kuaminiana na kupendana pia. Sawa, kwa hiyo wewe simama imara hapa kwa sababu hapa ndio kila kitu. Ukifanya vibaya basi tutarudi kwenye maisha yale ya zamani. Kwa hiyo hapa mimi nahitaji usimamie wewe, na baada ya siku 2-3 hizi nitakuletea mtu mwingine kwa ajili ya kusaidiana naye. Basi sawa, lakini kikubwa ni huyo mtu akunisaidia. Maana ukiangalia duka bwana limejaa kulikuwa, sasa wateja wanaweza wakaja kuwa wengi alafu nikashindwa kuwahudumia peke yangu. Basi ondoa shaka, mimi ngoja niende huko, kuna mambo fulani kaweke sawa after kuja. Basi shukrani sana. Asante sana. Haya. Chambuso, unaweza ukajiuliza mambo mengi sana na ukakosa majibu, ila elimu ulionayo ndio inanifanya mimi nikushirikishe baadhi ya mambo mengi sana ambayo wewe ulikuwa hujui. Huu ni baadhi ya mradi wangu ambao wewe ulikuwa haujafahamu. Najua ni miradi mengi sana ambao nimesha kuonyesha, ila ulibaki huu. Na muda mwingi napo taka kuamua mambo huwa napenda sana kumshirikisha mke wangu. Unajua matajiri wakubwa wote duniani wametajirika sio kwa ajili ya mradi mmoja tu. Labda kama mtu unauza chumvi basi ungangania hiyo chumvi. Ili uweze kupiga hatua lazima uwe na miradi mingi, uwe na miradi mbalimbali, ndipo unaweza kupiga hatua. Mradi huu kifeli basi unaangalia mradi wa pili unaweza kuendeleza au kainua ule mradi uliofeli. Lengo tu ni kuhakikisha uishi vizuri hapa duniani, kwa sababu hii dunia bila pesa unaweza ukaa kama mzigo tu. Hivyo basi ule mradi niliokufungulia wa duka kwa mimi naona bado hautoshi, kwa sababu pale nilikuwekea na mtu mwingine wa kuweza kusaidiana naye. Mimi nikaona tufungue mradi mwingine wa duka, ule tumwache ule bwana asimamie, wewe ni kuweke katika kategori nyingine. Na nikawaza kwamba kwa mtu kama Chambuso na upigaji wake kazi, nikimweka kwenye huo mradi atafiti. Nimekusanya kafedha kidogo ambako nimefikiri kabisa kwenye ule mradi kanaweza kakafaa. Kuna kakiasi kachache hapa nataka tufanye mradi wa ng'ombe. Jukumu utakalo kuwa nalo wewe ni kwenda kijijini kukusanya ng'ombe, basi zikisha enea mimi tatuma gari kwa ajili ya kuzitoa kule kijijini kuzipeleka jijini Dar es Salaam. Kuna ka pesa kadogo haka nimechota kwenye pato langu dogo kama ka milioni 40 hivi. Kwa hiyo haka ndiko tutaanza nako. Hii pesa itunze sana. Unapokwenda kule basi kafanye kile ambacho nilichokuagiza, kwa sababu haya ndio maisha yetu. Kwanza kabisa mimi niendelee kukushukuru kwa sababu unazidi kuonyesha moyo kwangu,
unazidi kuonyesha upendo na ujasiri pia, kwa sababu bila upendo, ujasiri na kuaminiana, sidhani kama tungefika huku tulikofika leo. Mimi ni kuahidi tu na niendelee kusisitiza, nitafanya kazi kwa weledi, nitapambana kwa sababu nina experience kidogo ya masomo haya ya biashara. Wakati niko chuo tulikuwa nasoma theory, sasa nafanya practical. Kwa hiyo na kuahidi tu nitapambana na nitafanya kwa moyo wangu wote. Sawa. Bro, vipi? Mbona shemeji ameondoka kwa kasi kiasi hicho? Kuna tatizo? Si unajua tena mambo ya wanawake. Mimi nafikiri tumalize hili swala, alafu mimi nitamfuatilia, la kuna tatizo. Sasa mzigo bwana ni huu, utunze vizuri. Basi ngoja mimi nimfuatilie. Unaonyesha tabia gani mbele ya yule mgeni? Tambua Chambuso ni mgeni wangu mimi. Na ile pesa sio kwamba nimempa yote, nimempa kwa ajili ya kutanua miradi. Sasa wewe kinachokuvurumusha hapa ni kitu gani? Hivi wewe mwanaume umelogwa na mchawi wa aina gani? Hivi yule Chambuso amekuweka wewe, amekupa dawa ya aina gani ambayo hutaki kumsikiza mtu yote hapa duniani? Mimi nimeshakwambia yule mtu simwamini. Ile ni pesa. Haiwezekani uweze umpe mtu sio 1000, sio 2000. Milioni 40 50 unamkabidhi mtu ambaye humfahamu eti kisa umesoma naye? Hapana kwa kweli. Mama Snat. Chambuso mimi ni jamaa wangu wa karibu sana. Na zile pesa sio kwamba eti nimempa tu kwamba hizi hapa chukua nenda nazo. Zile pesa nimempa kwa ajili tutanue miradi. Sasa wewe unavotoka pale umekasirika, ndio maana yake ni. Yaani kama mambo yenyewe ndio haya ya kuja kukalishana vikao vya kumpa mtu pesa za aina ile. Naomba kuanzia leo usinishirikishe kwenye jambo lolote lile. Nimejitoa. Yaani kama hutonisikiza mimi mke wako kwa sababu ya yule Chambuso, naomba tu uendelee na yule Chambuso wako, mimi niache. Sitaki wewe unaninafikia mimi, unaninafikia kila siku. Mama Snat. Mimi ni binadamu. Kuna leo na kesho. Naweza nikapata matatizo yote ya kiafya au nikatoweka hapa duniani. Nani atasimamia miradi hizi? Kwa nimemwamini Chambuso na kumwamini kwa kila kitu, kwamba hata mimi nikitoweka hapa duniani kulingana na elimu yake basi atasimamia miradi yangu ipasavyo. Sasa wewe hutaki kushirikiana na Chambuso. Unafikiri mimi ikatokea imekuwa hivyo, hizi miradi nani atasimamia? Kama unavyofahamu mimi sina ndugu wala nani. Mume wangu unashindwa kunielewa, zile ni pesa, yule ni mwanadamu, tena mtu ambaye hatumfahamu. Yaani tutagombana na wewe kwa huyu mtu mpaka lini? Mwisho haya mambo yote itakuwa ni lini? Kwa nini usinisikilize tu mimi mke wako? Mimi nimeshasema yule mtu simuamini na sitakuja kumwamini hata siku moja. Yaani kwa hili siko tayari. Hivi wewe ukifa sasa hivi, huyo Chambuso nadhani sisi atatujua. Ushindwe kuniamini mimi, basi ndugu yako hata mmoja hutaki kumwamini. Ndugu yangu hata mmoja hutaki kumwamini. Umwamini tu mtu baki ambaye ametoka sijui wapi, tikisa umesoma naye mume wangu. Hapana kwa kweli, nimeshasema sitaki. Mama Snat. Mimi nachofikiri hapa sio sehemu sahihi sana ya kuzungumzia haya. Hebu tukapande gari, turudi nyumbani. Yaani hilo gari silipandi. Panda wewe na huyo Chambuso wako, mimi nitapanda hata pikipiki. Gave. Jay. Nadhani kila mmoja anajua kilichotuleta hapa muda huu. Swala hili inatakiwa tulifanye kwa umakini mkubwa sana. Yaani mkicheza mistake kidogo tu, mnakuwa mnaribia mimi na nyinyi pia mtakuwa mmejaribia. Kwa hiyo naamini sana na naamini sana kazi zenu. Kesho ni Jumapili na always huwa yule bwana atoki pale nyumbani. Kwa hiyo wote mtakuta nyumbani. Nadhani sio muda wa kupoteza sana.
Yaani mpaka saa 4, saa 5 nahitaji majibu yaliyonyooka kuhusiana na hii issue. Mimi nilikuwa nataka nijue tu vipi kuhusu ramani na rangi ya nyumba tungepata na pia namba. Cha kwanza swala la mtaa, swala rangi ya nyumba, namba ya nyumba, hivyo nitawatumia. Sidhani hata kama kesho asubuhi itafika, ni usiku huu nitawatumia. Hilo kuweni na amani. Lakini na kumbukumbu nzuri kwamba picha za wahusika wote wawili nadhani nishawatumia. Hilo ndio shaka. Kwa hiyo na pesa mliohitaji kwa upande wangu kwa sasa hilo sio shida zaidi. Nimekuja na kiasi kidogo hapa kama advance yenu nikusudi kufanya mambo yaende. Narudia tena. Kufanikisha kwa hili mtakuwa mmenifanikishia mimi pamoja na nyinyi pia. Umakini unahitajika. Huwa na enjoy sana nikiyaona maua haya. Na huwa nakuwa mwepesi sana kufanya kazi. This is big deal. Okay. Kazi yako itakwisha. Ondoa shaka kabisa. Ila tu tunataka utuhakikishie kuhusu usalama wetu. Usalama upo kutosha. That's why nikawa nimewapa muda wa kwenda pale. Kwa sababu najua muda gani unakuwa muda tulivu na muda gani unakuwa vipi. That's why nimwambia saa 4 mpaka saa 5. Basi tunywe kwa ajili ya kazi ya kesho. Mimi kila nani? Pasi kujua sio kuna nani. Mifuata nini nyumbani kwangu? Hii ni special order. Piga magoti. Msifanye hivyo. Niahidi mseme kiasi chochote kile cha pesa niwapatie ili tu mimi mniache salama mimi na familia yangu. Hatutaki chochote. Tunachotaka ni roho yako tu.
kukimbia kwenda mbali kujificha kwa kuogopa kwenda kutoa ushahidi wa vifo vya wazazi wako. Mama, kwa nini ulinificha muda wote huo? Kwa nini hukuniambia kama wewe sio mama yangu? Basi ungeniambia mapema mama, nikajua kwamba wewe sio mama yangu. Nikajua kwamba wale naoishi nao ni maadui kwenye maisha yangu mama. Babangu kafa kwa huruma yake mwenyewe. Baba, huruma yake ndio imemponza kweli? Basi kwa nini asingemsikiliza hata mama yangu? Mama yangu alikuwa na kosa gani sasa? Mama yangu alikuwa na kosa gani mpaka kamuua na yeye mama jamani? Baba. Baba. Nisamehe babangu kwa kukulaumu. Mama, ungeniambia mapema basi. Nimekuwa nikimlaumu baba kila siku. Nimekuwa nikimtuhumu baba kwa kosa ambalo hana jamaa. Hana babangu kosa lolote. Nimekuwa nikisema babangu ni mbaya. Nimekuwa nikisema babangu kanitelekeza. Kumbe sio. Mama, kwa nini umekaa na siri hiyo kwa muda wote? Kwa nini umekaa na jambo kubwa ambalo wewe mwenyewe linakutesa kwenye moyo wako, mama? Hapana. Siwezi kuamini kama watu naoishi nao nyumba moja ndio wamehusika kwenye kifo cha wazazi wangu. Ulikuwa ni wema wa babangu. Mama aliwakosea nini sasa mpaka ikafikia hatua wakamuua mpaka mama yangu? Kweli jamani? Baba, wema wako unakuua wenyewe babangu. Wema wako unakuua wewe mwenyewe. Kwa nini usingemsikiliza basi hata mama? Mama, ungeniambia basi mapema nikajua. Jamani, nimekaa nikimlaumu babangu kwa muda wote huo, nikisema kwamba babangu kanitelekeza. Nilikaa nikajua kwamba babangu amekusaliti na ametuacha. Kwa nini sasa? Kwa nini? Baba, kwa nini ukumsikiliza basi hata mama? Ungemsikiliza mama hata kidogo.
Vipi mwanangu? Unaumwa? Tatizo ni nini? Umeudhiana na mamako? Hapana. Sasa shida ni nini? Ni kawaida tu baba. Kawaida wewe katika hali kama hii? Haya, mimi ndo baba yako. Hebu naomba unifahamishe tatizo ni nini? Hapana, sina shida yoyote. Au nimwite mama yako? Mama yupo. Sasa unakuwa na hali, tatizo ni nini? Mama yangu, tafadhali naomba kwa utaratibu niambie, tatizo ni nini? Niko sawa tu baba. Basi mimi nachokuomba nyamaza. Asnati, saizi mwenzangu, mbona umekuja huku? Umeacha kule kazini kwako. Wakija mabosi wako wanakukuta haupo na wewe ndio unayelinda nyumba ile wao wanapotoka. Mama, kuna kitu nahitaji kuongea na wewe. Kitu gani mwanangu? Najua nimekaa na wewe kwa muda mrefu sana. Toka nikiwa mtoto. Mpaka saizi na umri wa utu uzima sasa. Japo nimekuja kujua kwamba wewe sio mama yangu. Na ndio maana nimekuambia kuanzia sasa nilikwisha kukueleza ukweli kila kitu. Mimi niite bibi. Hapana. Siwezi mama. Bado wewe utaendelea kuwa mama yangu kwa sababu wewe ndio umehangaika na mimi kwenye shida na raha. Japo hatujapata ile raha kivile. Maisha yetu yalikuwa ni hivyo hivyo tu. Lakini ulianguka na mimi, uliinuka na mimi. Hamna hata siku moja uliniacha. Kitu ambacho nataka niseme mama, mimi nahitaji kulipiza kisasi. Kisasi gani mwanangu? Hicho kisasi unachotaka kulipa wewe kisasi gani? Mwanangu, huna elimu ya kusema utapita hapa utoke hapa. Hatuna utajiri. Utakwenda shindana na Chambuso, mtu mwenye pesa yake? Mama, kama ulivyoniambia kwamba wale ndio waliohusika na kwenye kifo cha wazazi wangu, nitoe machungu yangu nimpelekee mtu. Anakuwa katika hali gani? Tumeteseka. Nimeziakiwa mimi. Wapo walioniutemea mate. Wapo walionimwagia maji machafu. Kwa sababu ya wale tu. Leo hii mama, naweza kukaa nikatulia, nikala kabisa, nikashiba. Aliyakuwa watu walio wazuru wazazi wangu na waangalia mimi na kula nao. Haitoshi, wanaishi kwenye nyumba yetu sisi wenyewe. Mwanangu, mimi siwezi kukusaidia. Mali hiyo unaotaka kuifuatilia ndio leo muua baba yako, ndio leo muua mama yako. Wewe mwenyewe laiti kwamba ningekosa kuwahi kukimbia, mimi na wewe wote tusingekuwepo. Leo hii mwanangu, mimi nije nianze kushindana na tajiri Chambuso, nitamweza mimi? Sasa hivi hakuna haki kwa sisi mafukara. Haki imebakia finyu sana. Leo timbwili lake huyu Chambuso tutaliweza? Mama, yule ananitumikisha.
hanilipi pesa yangu, bali ananitumikisha. Ile mali ni ya kwangu mama, ile ni haki yangu. Yeye ndo natakiwa mimi nimpe, sio yeye anipe mimi. Kwa nini leo ananilipa mali ya baba yangu mimi mwenyewe? Kweli mama, siwezi nikamwangalia mtu aliyeua wazazi wangu nikakaa nikatulia nikamwangalia kwa wakati wote mama. Siwezi mama, siwezi. Naomba mama, naomba tu, nakuomba mamangu, naomba unisaidie. Mwanangu Hasnat, mimi nakwambia piga moyo konde. Haya unasema tunaweza kwenda kushtaki polisi. Shahidi nani? Kitendo cha kukimbia na wewe tu nimejificha, nimetafutwa sana, walikuwa na hofu ya kujua tutatoa ushahidi. Leo hii Mungu katunusuru. Nimekulea mpaka umefika hapo. Haya nakwenda kujitia ushahidi mimi simo. Naache nifel wa kitanda mwanangu. Tena usiniingize kabisa kwenye mambo haya. Twende polisi mama, tukatoe tu maelezo kwamba wale ndio waliohusika na vifo vya wazazi wangu mimi. Hasnati, usinichinjie majini damu isionekane. Nakupenda sana na nimekuangaikia sana mwanangu kwa hali na mali. Lakini kwa hili katu kisha usiniingize ushahidi kabisa mwanangu. Kwa hili sina msaada kwako. Nije niuawe mimi. Hapo nimeishi kwa kujificha kwa kila namna. Nimekubali adhabu za kila namna. Leo hii nije nijidumbukize. Chambuso nitamweza mimi. Mwanangu kwanza sitaki hata kuendelea kusikiliza. Hivi mimi mama, niache niende zangu ndani nikabandike chungu changu cha mama. Mwanangu sikusikilizi kwa hili. Hapo sina msaada kabisa.